Matumani yangu ni kwamba wewe ni muheri wa afya, mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa BG Online TV, popote pale ambako unaendelea kututegea sikio kwa wakati huu. Naamini ya kwamba umekurubia simu yako kwa wakati huu pamoja na runinga ili kujua kile ambacho kimejiri kote ulimwenguni, hasa ukiweza kupekua kwenye channel yetu ya BG Online TV ili kuendelea kupata habari, vipindi na matukio ambayo ni sahihi. Msikilizaji, leo tunakukaribisha kuweza kufuata ushuhuda wa tukio la mafuriko iliyotokea huko Kasaba, sekta ya Nganja, tarafani Fizi. Katika siku ya leo tumeweza kushuka dimbani ili kuweza kujua kipi ambacho kilichotokea kwenye kijiji cha Kasaba na nini ambayo ilikuwa chanzo cha mafuriko hayo. Kwenye msafara huu, mtazamaji, ulikuwa umegubikwa na viongozi tofauti wa kiserikali, ikiwemo gavana makamu wa mkoa wa Kivu ya Kusini Jean-Jacques Elakano Jogo, wabunge wachaguliwa tarafa la Fizi kwenye ngazi ya kitaifa, na pamoja na mmoja kati ya mawaziri kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Mtazamaji, hapa utapata kusikiliza na kufahamu sababu iliyopelekea mafuriko hayo na mambo mengine tofauti. Basi nakukaribisha kufuata ripoti ya mwenzetu Safari hapa ambayo inaangazia mengi zaidi. Wakaaji wa kijiji cha Kasaba wanapitia wakati mgumu, hasa kwa kuondokewa na wapendwa wao, hivyo kutokana na mafuriko yaliyosababishwa na mvua kali iliyotokea usiku wa tarehe 8 kuamkia tarehe 9 mwezi huu mwaka 2025. Watu walibaki bila mavazi, chakula, sehemu ya kulala na mambo mengine ya muhimu. Kupitia tukio hilo lililotokea katika kijiji cha Kasaba, sekta Nganja, tarafani Fizi, serikali ya DRC kupitia wizara ya masuala ya kijamii huku ikishirikiana na serikali ya jimbo la Kivu Kusini, na yote hayo ni kupitia juhudi za wabunge wa taifa wachaguliwa wa tarafa Fizi, ilitoa msaada kwa wahanga wa mafuriko hayo yaliyosababishwa na kuja kwa mto wa kijiji cha Kasaba. Wahanga hao wanapata matumaini kuona serikali na wajali na kuwadambua kama raia wa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Jumanne hii ya tarehe 27 Mei 2025, ujumbe mkubwa kutokea kwenye ngazi ya taifa na ya jimbo huku ukiongozwa na gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini Jean-Jacques Elakano umewasili katika kijiji cha Kasaba kilichokumbwa na mafuriko. Kisha ujumbe huo kwa asili ulielekea katika kaburi ambalo lilizikwa baadhi ya watu waliofariki na mafuriko hayo ili kutoa heshima ya mwisho. Kisha kumaliza kutoa heshima, ujumbe huo ulijielekeza eneo lenyewe la tukio, hasa kujionea hali halisi ya kile kilichotokea kwenye mto huo. Akiwa kiongozi wa msafara huo, Mheshimiwa Jean-Jacques Elakano, gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini, ameonyesha hapa lengo la wao kuwasili katika kijiji cha Kasaba. Mheshimiwa gavana wa jimbo la Kivu Kusini, makamu kwa sasa unapatikana katika eneo la Kasaba na ukiwa na ujumbe mkubwa. Lengo na mazumuni la kuwasili hapa ni gani? Lengo la mimi kufika hapa ni kuja kutekeleza yale ambayo tuliweza kuahidi. Baada ya mimi kuja hapa kuomboleza na watoto wa Kasaba, tulikuwa na askofu, tulikuwa na president wa Assemblée provinciale na mimi tulilala hapa Kasaba na tukalia pamoja na watoto wa Kasaba na tukawaletea misaada, na nikawaambia government yenu ambayo inaongozwa na Mheshimiwa Jean-Jacques Purusi ailali itafanya kwa vyovyote vile misaada iwajie. Na tuliahidi ya kwamba hapa Kasaba hatutaki tena kuona nyumba za nyasi, na tunashukuru Rais Felix Tshisekedi ambaye amesikia wito wetu. Leo government ya Kinshasa imetuma milolongo ya misaada, na hiyo misaada mumeona kila mtu amepata manjanja 15, amepata bilo ya misumari, amepata chakula provision ya au moins 2 à 3 mois, na hiyo ilishindikizwa na vikwembe, vitu vingi, milolongo, na kwa kumalizia kila mtu alipata envelope ambayo ni ya dola 200. Kwangu ni kitu ambacho sijawahi kuona. Ninafikiria kwamba raia wa Kasaba watajenga na watapewa eneo lingine. Donc kutokana na hiyo ambayo tumefanya leo, nimeaidia tena na kusema ya kwamba kama vile tulivyosema, watajengewa centre de santé yenye itakuwa ekipe na itakuwa moderne kusudi wawe natunziwa hapa
na kusiwe maafa ya njiani. Ni furaha kusema ya kwamba watoto wa Kasaba wamefurahi na kidogo kidogo wanaanza kusahau yale yaliyowatokea. Ya kufata ni kukamata kanuni za serikali. Ndio maana Mheshimiwa Kurusi alituma mawaziri waine, akiwemo wa environnement, akiwemo agriculture, akiwemo infrastructure, wa justice, kusudi mambo kama haya isitokee tena. Asante. Nakushukuru pia. Ndiyo. Kabla ya kupata msaada huo, moja kati ya wahanga wa mafuriko hayo alitoa ushuhuda wa kile kilichotokea siku hiyo ya tariki 9 mwezi Mei mwaka 2025 katika kijiji cha Kasaba. Jambo kwa jumla, kwa jina naitwa Bibisha ya leo, nataka nitemwenyaje gisi mtoni lifanya. Kweli mimi ilikuwa ni siku ya 4 kuamkia siku ya 5. Ilikuwa mida ya saa 12. Ilikuwa ni siku ya 4 kuamkia siku ya 5. Mvua ilinyesha. Gisi mvua ilinyesha, mimi na watoto wangu tulikuwa ndani. Baada tuko pale, nikaona jiwe linaanguka kwenye nyumba. Ilipoanguka pale, mimi nikaamka. Kweli kipambazi kimoja kikaanguka. Mimi nikatoka nje. Nikaona hali ya hewa haikukuwa nzuri zaidi. Nikatoka nje nikavaa kitambaa pamoja na koti. Hapo nikasikia mgurumo mkubwa sana uliotokea. Mgurumo nikaanza jiuliza, ni amvio inakuja kutupiga au ni kitu gani? Nilipotoka pale nikaona upepo mkubwa. Mimi nikasema niingie ndani, pepo inanirudisha. Nilipokuwa niko pale nikaona giza. Giza kweli litanda. Hakuna kuona wengine wenye kwa mbele yako. Kilichotoka hapo na ujauzito wangu hakukuwa namna. Vitu vyote vilihenda, lakini nilishukuru Mungu kwa familia yangu, watoto walibaki, lakini kwa kila kipindi nilikuwa uchi. Nilipoangalia hivyo nilipewa bure nguo na wengine. Kisha baada kuangalia kule chini, jamani, havina vitu vya kusema. Watoto waliondoka, wanafunzi ambao walikuwa wakisoma hapa pamoja na wamama waliondoka. Hakukua wala jinsi ya kusema. Vijana hivyo hivyo. Sijui niseme namna gani. Kweli kwa kuangalia tunasema asante sana wakuu viongozi kwa kuja kuangalia mahali hapa. Mungu azidi kuwabariki sana. Hayo ndio yaliyotokea, yani hakuna la kusema. Asante. Saa 7 mvua ilianza kunyesha. Baada ya mvua kunyesha hiyo mida ya saa 7 hadi saa 8 ilikatika. Wakati wa saa 12 za asubuhi mvua ilikuja na pepo kali ambayo ilazimu kila mkaaji kukaa ndani. Wakati kama ilipita mida ya dakika 30 tulianza kusikia mgurumo mzito. Duniani hapa sijasikia mgurumo huo, tukautafsiri kila mtu kivyake. Ile dakika za kutoka nje, kila mmoja aje kuangalia nini ambacho kinatokea huko nje, hakuna aliyefika nje. Mimi mwenyewe na watoto 5 nilijikuta nilishakuwa mparsele ya jirani, niko uchi kama vile nilivyozaliwa. Yule jirani yangu alishatupa Mtanganyika, ajui watoto wako wapi. Kuangalia kwenye tulitoka mtoni unakuja kule juu, watu wako uchi, wengine tayari ni maiti. Kutoka sehemu nilikokuwa mimi kupiga kama miguu miwili nilikuta maiti 3.
zinakufa pale pale. Alafu watu walioumia walikuwa pale karibu yangu, kujua hata sura sikuwa ninaijua. Watu wote wanaharibika, matope, wakuvunjika miguu, mimi kutupa macho upande wa pili wa mto, vilio vinajaa Kasaba mzima, hakuna mtu ambaye hakulia. Kasaba inaenda yote na mafuriko, hakuna hata nyumba niliona kisha mtoni. Watu walilia kweli. Kuuliza ni matokeo tu ya waliofariki, hesabu inaendelea tu. Kwa hiyo watu walikufa wengi na wakaumia wengi katika hiyo ajali ambayo tuliipata ya mafuriko ya mto hapa kwetu Kasaba. Familia zilipotea zote, baba na watoto na mama, wengine kubakia baba tu, wengine mtoto mmoja na baba, wengine wote kwenda. Hivyo watu tulibaki, nguo ambazo mnatuona tuko nazo tulisaidiwa na wajirani tu. Kwa hiyo ndiyo hali halisi, na viongozi husika, Mungu aendelee kuwabariki kufanya matendo kama na haya, kwa sababu inafariji mioyo yetu sio walioachwa. Government yetu, Mungu awabariki sana, mmetujali. Kasaba ni mjini gani ona inakosa hata viti ya kuenea watu, lakini hamkuangalia ile. Mungu aendelee kuwabariki sana. Tunahitaji muendelee kutuunga mkono kwa haya ambao tumeyaona, tunazidi kushukuru. Niseme mara ngapi, lakini yote Mungu awabariki. Asante. Kisha neno lake mwanga huyo pamoja na neno la gavana wa jimbo la Kivu Kusini. Hatua iliyofuata ni ya kugawanya msaada walioleta kwa wahanga wa mafuriko hayo katika kijiji hicho. Hata hivyo, upande wake Bwana Erji Kisina, mwakilishi wa waziri wa taifa husika na masuala ya kijamii na misaada ya kiutu, amesema kwamba ametumwa na waziri wa wizara hiyo Bi Natalia Aziza Munana kwa ajili ya kutoa msaada huo na pia kujionea kile kilichotokea. Lengo la ujio wangu hapa ni kuja kupana réponse par rapport na catastrophe humanitaire yenye ilifika hapa mjini wa Kasaba. Et donc il a plu à son excellence madame la ministre Natalia Aziza Munana de m'envoyer ici comme son représentant, étant donné que kazi iko nyingi, akasema wende unirepresente kule kusudi udone réponse par rapport na catastrophe humanitaire yenye ilipitikana. Tunaleta vitu vingi, msaada kweli hakika ni nyingi. Tuko na manjanja, ko sabuni, chumvi, chakula, misumari na bikwembe kwa ajili ya wamama na vitu vingi kabisa. Na labda ni tofauti na hiki ambacho mlikileta, serikali inapangilia nini kwa msaada wa Kasaba? Gisi mimi mwenyewe nilifika, naona, naishi na nagusa. Vile vile wakati nitakuwa Kinshasa, nitaenda kuelezea madame son excellence Natalia Aziza Munana kama mambo ambayo niliona msaada, lakini inapasha kufuata zaidi, kwa sababu tuliona madramu gisi ilikuwa si vraiment catastrophique, na msaada inaweza kuwa inaongezeka pole pole. Upande wa wabunge wa taifa wachaguliwa tarafa Fizi walionyesha ni hatua gani walizozifanya ili kufikia kupata msaada. Kama mbunge wa taifa mchaguliwa tarafa Fizi, kwa sasa unapatikana hapa Kasaba, lengo la ujio wako ni nini? Kweli tumetoka Kinshasa, sisi wabunge wote wanne wa jimbo wa tarafa la Fizi. Tumekuja kwa ajili ya kuomboleza wandugu zetu wa Kasaba, kwa sababu sote tulijua jangwa kubwa ambalo lilipata watoto wa Kasaba. Tumefika hapa kuja kuwaomboleza kwa ile walipata na kufikisha ile resultat en fait ya plaidoyer wa député yetu ya Fizi yote. Tulifanya plaidoyer niveau national tulete msaada fulani. Tuligonga mlango kwa serikali, na kweli serikali ambayo mama Sumino anaongoza imejibia kupitia waziri wake Munana, Adel Munana kwa kuweza kuleta mzigo huu. Kweli safari ilikuwa ndefu, tumetokea Kinshasa, tumefika Kalemi, tumeenda Uvira na leo tumefika Kasaba. Tumeona tayari mambo kisi yamefanyika, sio jambo rahisi. Tunauba sana, tunasikia moyo zote kuuma, na kwa siku ya leo kweli tumesema pole tena watoto wa Kasaba na watoto wa tarafa la Fizi. Wewe ni kama mbunge, unakuwa ni kama vile mtetezi wa raia. Tofauti na msaada ambao mliwaletea hapa,
ni kipi kingine ambacho serikali huenda labda inaandaa kwa ajili ya wakaaji wa Kasaba ambao walikumbwa na mafuriko? Mawaza wakati kunakuwa hasara kama hii, serikali inapanga mambo yote. Sisi tumefanya ile tunaita plaidoyer, na kwa serikali sasa ndio itatenda mambo mengine. Mwanabunge hawezi akaleta ajenge nyumba, mwanabunge hawezi akaleta asema atapana hiki na kile, hapana. Tayari mmeona manjanja imefika, hiyo ilikuwa plaidoyer yetu ya kwanza na priorite, kwa sababu watu nyumba zimeenda, inabidi wazijenge, na mmeona wameleta hata misumari ndani. Serikali imenunua misumari, na waza mmeona tayari wamesaidia watu maenvelope ambazo mliona tunapana. Ile na waza ni jambo kubwa sana. Chakula ndio hiyo tunaweza sema ni kama vile ya msaada tu, lakini mambo kubwa, na ndio tutaomba watoto wa Kasaba wajikaze wajenge zile nyumba ili Kasaba yetu tena ionekane mwingine. Tumeshapoteza, hakuna mwaya, hatuwezi tukafufua wafu, lakini kweli mioyo imeuma. Na mmesikia ministre provincial wa environment sema lazima tuangalie source, akasema kama wala ni kukata miti. Ukiangalia vilima vyote vya hapa hakuna miti, lazima waangalie project nyingine tafata kwa kuweza kupanda miti ili tuweze kuepukana na hiyo mambo isirudilie tena. Na waza hadi hapo kabisa kazi imefanyika vyema kwa watu wa government. Lakini ukiangalia vijiji vingi vya eneo la Mtambazo maziwa Tanganyika vinakuwa viko karibuni na mamitoni mingi. Wewe kama vile mbunge, katika tathmini yako, kipi ambacho unachakushauria raia wa eneo hili? Watu wote tutawaomba wajikaze, wale ambao wako karibu ya miti wasiharibu miti. Mnajua prinsipe na kwako, ukikata mti moja panda miti 10. Kweli tunaweza penda tukafanya, nilifika hapa njiani Ona, ukipita na wazi ilikuwa Ona, ukiangalia pori ya Ona unapenda, unasema kweli hapa ni nzuri. Lakini wakati unafika hii eneo za huku unakuta miti imepotea. Ukifika Osingambo za Ubwari ya mbele kule mbele, nayo tatizo. Lazima watu wapiganishe kupanda miti. Tupande miti mingi, ile inaweza kusaidia mambo ya punguke. Ile ndio wanaita réchauffement, changement climatique. Ndio tuko tunaweza tunavivyo kwa wakati wa sasa, ijapokuwa kama hatuna miti hizo riski zitaendelea kutupiga tu kila wakati. Chowe baadhi ya waanga wa mafuriko hayo walishukuru vile kwa msaada walioupata, kwani ni ishara tosha ya wao kupewa samani na serikali kama raia wa Kongo. Mimi nilipokea sake 2 za semule, nilipokea sake ya mchele, nilipokea sake ya maharage, nilipokea sake ya chumvi, nilipokea yola 2 za nguo, nilipokea manjanja, nilipokea manguo yola 2, na ninashukuru sana kunipatia hiyo msaada. Mzuri sana. Nilipokea na pesa $10. Nilishukuru sana. Nilishukuru. Siyaonaka hivi, niliona msaada inafika, nikashangaa, sikuwa najua kama tutapokea hii msaada. Lakini muendelee kwa hiyo kazi mlifanya. Naishi Kasaba na sabuni na maragi na manguo na mchele na manjanja $10. Nashukuru sana. Waendelee na roho ya upendo. Ni vema tuwafahamishe kuwa ujumbe huo mkubwa ulijumuisha gavana makamu wa jimbo la Kivu Kusini, mawaziri 4 wa jimbo la Kivu Kusini, wabunge 4 wa taifa wachaguliwa tarafa Fizi, wataalamu mbalimbali wa kiraifa husika na mazingira na masuala ya kijamii, mbunge mmoja wa jimbo la Kivu Kusini mchaguliwa tarafa Fizi, pamoja na mwakilishi wa waziri wa taifa husika na masuala ya kijamii. Huku msaada uliotolewa kwa kila mwanga ni pamoja na dola 200 za Marekani, boksi moja yenye sabuni 25 ndefu za blue, kilogramu 25 ya chumvi, ya maragwe, ya mchele, yola 2 ya nguo za vitenge, mabati 15 na kilo 2 za misumari. Na ni zaidi ya watu 200 ndio walionufaika na msaada huo. Nikiripoti kwa muda kutoka Kasaba eneo la tukio, mimi ni Safari Almas. Mtazamaji, na kupitia hapo hatuna la ziada, bali ni kukusamini kwa kutufuata mwanzo hadi tamati. Tunakusi kama bado kusubscribe, basi ufanye hivyo ili kuendelea kupata vipindi, habari pamoja na matukio kwenye channel yetu hii ya BG Online TV. Vivyo hivyo usikosi kushare kwa watu wengine, kulike na kucomment. Mimi ni mchumbe wa mkulima na Fatuma, na wageni kwa muda. Tutakutana baadaye kwenye vipindi vingine.